Simba imepitia msongamano mkubwa katikati. Kwanza mwalimu ambaye alienda na Simba pre-season na kufanya usajili aliondoka. Then wachezaji walikuwepo wakaonekana wengine viwango vyao kama kila siku vinazidi kushuka. Na mgogoro mkubwa sana baina ya viongozi wa Simba na Fadlu Davis ulitokea. Fadlu atakapoondoka viongozi hawataki, mwisho wa siku Fadlu kaondoka akaiacha timu kwenye wakati mgumu. Nadhani Fadlu aliwapendekeza wasajiliwe kwa sababu ya mifumo yake na mipango yake uwanjani. Lakini mwisho wa siku Fadlu kaondoka akaacha wachezaji hawaelewi wataenda kwenye mfumo wa mwalimu. Wamekuja walimu zaidi ya watatu hawakulikama. Leo nimechukua mwalimu mwingine nadhani yeye sasa ndo anatengeneza kikosi. Na yeye ndo akapendekeza wachezaji, tumeingiza dirisha dogo wachezaji 7. Kwa hiyo Simba tunatengeneza mipango ya kuhakikisha tunarudisha heshima yetu ambayo imepotea. Wampe nafasi mwalimu. Wawape nafasi wachezaji, kwa wachezaji bora na wachezaji wetu wale wanachama kabla Simba tuwalinde wachezaji wetu. Wachezaji wetu wanakuwa wanapita kubwa sana. Wachezaji wanakuja akiwa bora lakini wakiondoka baadaye wanaonekana uwezo wao umeshuka kwa sababu watu hawalindi wachezaji na viongozi wetu wawe na imani na mwalimu na wachezaji walikuwepo, then baadaye tupate kikosi bora. Nimefurahi zaidi baada ya kusikia wanasema wanatengeneza mikakati ya mashindano ya kimataifa yajayo. Lazima uanze kutengeneza sasa hivi. Uweze kujenga bati kabla hata hujaeka msingi. Lazima uweke msingi ndio baadaye ujenge. Kwa hiyo watengeneza mashindano kama mmeweka kwenye usajili wa ile. Na ndio usajili dirisha dogo sasa tumeweka msingi. Kwa hiyo hata dirisha kubwa likija kama kuna matatizo machache tutarekebisha, then tutaenda moja kwa moja kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo tutakuwa tumesha recover, tuko tuliokuwa bora zaidi. Na wachezaji wa Simba waliosajiliwa ni kama wameingia kwenye msimu wa rahisi zaidi. Ukiangalia ni kama walikuwa msimu uliopita. Wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza. Sio wameingia kwenye mfumo, wana uwezo wa kucheza. Kwa hiyo wameingia, mchezaji uje akiwa anajua kucheza. Kuna baadhi ya vitu tu ndio unaweza ukamrekebisha, lakini mpira mguuni ni asili yake. Leo tumeona Libasa Gay. Damu moja na yule Gay ambaye kafunga goli la finali mashindano ya AFCON. Damu moja na Sadio Mane, hawezi kuwa zero. Tumemwona leo Anicet Aura. Kazi yake anaifanya. Hawezi kuchekesha mtu atoka hivi. Lakini tumeona pale Luemba dakika chache tu, lakini tumeona mafanikio yake. Kwa hiyo nimemwona Sulemani Ismail Ture beki katikati amekaa na Rushan Derok, tunasema wameishi muda mrefu sana pale kwenye ile umoja waliokuwa nao. Kwa hiyo mimi niseme tuwasupport wachezaji wetu, lakini tuwalinde wachezaji wetu. Na viongozi wetu watulie na huyu mwalimu na amalize tofauti zao. Wao watu wana tofauti huko chini, sisi hatuwezi kuwa sawa sawa hata siku moja. Sababu wao ndo wanajenga misingi ya klabu yetu. Sasa kama leo wao hawaelewani, hapa katikati kuna shida. Mimi niwaambie tunaipenda klabu yetu kutoka moyoni, wajitafakari, wakae chini, wamalize tofauti, wajenge Simba iliyokuwa imara ili wana Simba warudishe furaha ambayo imepotea kwa muda mrefu zaidi. Lakini tuna mechi Jumamosi ya kukamilisha ratiba. Ndio, mnakamilisha ratiba. Yes, tuende tukasupport timu yetu. Tukate ticket, nimeona kiingilio cha kawaida kabisa shilingi 3000, tukasupport timu yetu. Tufike Benjamin Mkapa, ni siku ya mapumziko ya weekend na ni siku ya wapendanao kwa wale wenzangu na mimi. Lakini sisi wakurungwa tena tutaenda wenyewe. Maana si wakurungwa bwana. Wakurungwa si waga tunaenda gari yetu uwanjani. Kwa hiyo wale wapendanao, mnunulie mpenzi wako jezi nyekundu. Jezi sasa hivi bei ya kawaida tu ya ofa. Unanunua jezi nyekundu, mnakuja mnaangalia football, tunaangalia starehe za Luemba, tunaangalia starehe ya Libasa Gay, tunaangalia starehe ya Anicet Aura, tunaangalia starehe ya Mwamba Lusaka na Morris Abraham. Zote starehe. Na toka chama amejiunga na Simba dirisha hilo. Ni kama kuna mambo amerahisisha sana pale ndani ya kikosi cha Simba. Na namna unaona mfano wa nafasi sana hapa Simba wamempunguzia majukumu. Amemwambia Plaza kama kuna Libasa Gay, kuna Anicet Aura, kuna Morris Abraham, kuna Yusuf Kagoma chini. Juu ya Yusuf Kagoma labda unaweza kukuta labda Nabi Kamala au ukakuta mtu mwingine wote pale katikati wanaocheza vijana wa damu changa. Kwa nini chama ufunguke? Wewe simama tu hapo. Tunakupa wewe ndio unakuwa kama PlayStation. Yaani wewe ndio PlayStation wetu. Yaani si kazi yetu kutafuta mpira, tunakupa afu wewe unagawa umeme. Na watu kama wale kwenye hii dunia wako wachache. Kwenye Afrika yuko chama Mwamba Lusaka. Afrika nzima. Niambie mwingine PlayStation ambaye anafanya kama Mwamba Lusaka chama. Ila Mungu tu akuaga bahati ya kupi. Ile Mungu kampa bahati yake kwenye Simba na mema yake kwenye Simba, na maana unamuona mpaka leo. Lazima ni kama mafanikio ya Simba na kufuli yake vile. Ana fuse alichomoa, mimi nikajua alienda nayo kwa nyuma mwiko, kumbe alienda nayo alihifadhi. Baada ya kurudi kaichukua alipoificha kwenye chimbo lake kaiweka.
basi tu anafanya mambo yake. Sasa hivi blaza majukumu Elie Mpanzu, maneno mengi anasema yule binadamu, alafu anasikia kiwango chake kwa kusema kweli wanasema, na nimemwona na hofu. Hata jana wakati anafanya home up, ni mtu ambaye anaangalia mashabiki kwa hofu, yani ni mtu ambaye kama vile ana hofu. Tuambie tu Elie Mpanzu, wewe bado bali yetu, mwaka mmoja na nusu mwingi sana, fanya kazi ndio tukuka, tutakuimba kama tulikuimba wakati hujacheza timu yetu. Leo kwa kwenye timu yetu tutakuimba. Fanye kazi na tumwambie tunampenda sana. Kuna vidudu mtu na viherehere, naona wanapiga makelele, lakini tepu yao sio wachezaji wa kalama kama Elie Mpanzu au Kibu Denis. Mike walipiga kelele last man, leo last man, mara yuko Libya, hamna hela ya kuchukua huyo mchezaji. Tumzungumzie Kibu Denis. Ni Simba imefaidika kwa kuachana na Kibu Denis au Kibu Denis amefanikiwa kuachana na Simba? Kibu kafaidika na Simba na Simba amefaidika na Kibu Denis. Kibu Denis katoka Mbeya City akiwa mchezaji wa kawaida, kaja Simba kawa mfalme. Kibu Denis katoka Mbeya City analipwa $500,000, kaja Simba alikuwa analipwa mpaka milioni 15. Kibu Denis katoka Simba analipwa milioni 15, leo anaenda kuchukua mshahara milioni 50. So faida kwa Simba na Kibu. Simba Kibu Denis tumemnunua kwa milioni 200, tumemuuza zaidi ya bilioni 2 na kweli. So faida kwa Simba. Kilichotakiwa Kibu ametupa kwa muda ambao aliocheza. Leo tumeuza kwa faida, hajaondoka bure. Kwani Nkane yule mpaka ondoke bure? Tumeuza Libya. Ilikuwa kama anawasumbua kipindi cha mapumziko, tunasema kipindi cha mapumziko ni kama anavuta mara hataki kujiunga na kikosi kwenye maandalizi pengine ya break, mara yuko Marekani, mara yuko anatafuta timu, pengine alikuwa kama mzuri pale Simba, pengine yeye binafsi. Kibu Denis hulka yake wala sio sababu ya Simba. Sababu ndio mataifa alikataa kusema mashindano ya CHAN. Kwa hiyo hulka yake. Kwa hiyo hulka binadamu hawezi kuzuia, lakini mwisho wa siku Kibu kaipa faida Simba na Simba amempa faida Kibu Denis, na tumwambie bro, tunamtakia kila laheri anapoenda akafanye kazi, apambane, hakikisha anatoboa, anasonga mbele kwa sababu ana familia inayomtegemea. Familia ya Kibu Denis haijafikisha watu 200. Ila kuna mtu mmoja hivi anasema yeye anamiliki watu 200. Utakumbuka nini labda la Kibu Denis? Kipi utakumbuka zaidi alichofanya kwa Simba? Nakumbuka hasa lile neno la mkandaji baada ya kumkanda Didi Diala. Mashine ya mbali. Diala mpaka leo akilala anaikumbuka. Na mimi anaikumbuka Kibu Denis. Lakini acha hiyo, kuna mechi yetu dhidi ya KMC Tanzania Tabora, alipiga fataki na bunduki kama hiyo. Sema vizuri, Simba ametoka mafataki, walimleta mtu wa mafataki mwingine alipasa Kenya. Shukrani sana.